Mtazamaji wa Mawio TZ, hapa ni katika kikao cha wakulima wa chai bonde la Mwakaleli na chama chao cha ushirika cha Rubutikoje ambacho kilileta taarifa rasmi ya mwendelezo wa uchomaji wa chai, huku ikitangazwa kushuka kwa bei ya chai. Wakulima wa chai bonde la Mwakaleli wamelipokea swala hilo kwa mtazamo hasi na kuambia chama chao kikuu cha ushirika kwamba hawako tayari kuendelea kuchuma chai kwa bei hiyo. Kauli mnaokuja nyinyi viongozi wa Rubutikoje, mmekaa kule kwamba wakulima wamepikika. Kwa hiyo sasa tukisema 256 watakwenda kukubali. Sasa sisi tunasema ninyi Watiko pamoja na nyinyi Rubutikoje hamna amri ya kupanga bei. Ni serikali. Wala hiyo kauli mnatuambia kwamba eti ni bei ya mpito. Hivi mnajua Kiswahili maana yake mpito? Au mmechukua kwa sababu mmeambiwa kule kwamba mpito? Maana yake serikali Tanzania nzima, tena sisi tunawasiliana na wa Mtindi na wa Lushoto huko. Mimi juzi nilikuwa nazungumza na jamaa yangu mmoja mzaliwa wa Masukuru. Ana mashamba yake huko Mtindi. Akaambia asiwepo mtu yeyote wa kuarubuni. Mimi sasa hivi niko shambani na watu wamebarua kwa bei ya 366. Imekuwaje nyinyi mmekaa njiani humo mnaanza kujadili na Watiko, mnaisaliti serikali? Ninyi sio wawakilishi wa wakulima. Nyinyi ni wawakilishi wa nani? Wa Rubutikoje. Kwa kauli hii mimi ni waombe ndugu zangu, kwa kuwa tunapendana mwenyekiti, sisi tumemkataa. Hilo la kwanza. Potelea mbali, tukae miaka yote ijayo hatukukata aje. Sasa kwa kuwa wapo viongozi wetu tunaowaamini, mbunge wetu nikutaje jina, Rutengano, nenda kamwambie Nchemba, kiongozi makini yuko vizuri. Kamwambie wakulima wa chai Rungwe wanahitaji mwekezaji mwingine. Si wapo mwekezaji mwingine wamekuja wamekutana na Watanteba. Angesema wamefika mpaka shambani kwake, anasema mimi niko tayari kulipa hata zaidi ya 400. Mnaenda kungangania ngurupa hizi kutunyoa. Nimalizie kwa kusema hivi. Mbunge na diwani, mimi ni mpinzani kabisa wa AMCOS na Rubutikoje. Mwenyekiti wangu wa Rubutikoje tunaongea vizuri, hanifahamu, sasa tunakuwa tunafahamiana. Na ninamwambia kwamba mfumo mlionao huu ni unamnyonya mkulima, mmemfanya mkulima awe kibarua wa. Sasa hivi kwa maelezo yenu nyinyi mmekuwa hivi tulipokuwa tunasuluhisha ile jambo, mmetudhihirishia kwamba kumbe chai ni ya AMCOS sio yangu. Mlipokuwa mnasema mkutano ni wa AMCOS, mmetudhihirishia kwamba kumbe usemi ule tuliokuwa tunasema jamani, mbona mnatufanya sisi kama kibarua? Chai ni ya mkulima. Tunahitaji chai yetu atakapokuja huyu mwekezaji na mkulima na mwekezaji. Full stop. Nyinyi mnatufanya vibaya kwa sababu tunawachagua nyinyi, mnakwenda vingine mwenyekiti. Mimi ndio nakupigiaga simu, natoka Rusanje pale. Lakini hapo natueleza kwamba tutasubiri bei elekezi ya serikali. Hii ilikuwa ya nani ya 366? Yani mnajichanganya na Kiswahili hapo. Hii bei ya 366 ilikuwa ya nani? Si bei elekezi ya serikali. Sisi tumemtuma mwenyekiti wetu wa AMCOS hapa, tulikaa hapa. Kamwambia mwenyekiti wa Rubutikoje, sisi watu wa Mwakaleli, bei yetu ni ile 366 pale tulipoishia ndipo tukapoanzia. Hivi mnataka tena tujikoseshe hata kujitafutia shughuli zetu huko kwa sababu ya chai tu. Kwa sababu sisi tulisema bei ile tumeridhika nayo ya serikali. Tuanzie pale kiwanda, tunajua kwamba kimefanya nini? Kinaanza ili kusudi tuanze kujitetea siku za baadaye. Mheshimiwa mbunge Yone Peteri hapa Birundo hapa
Mheshimiwa mbunge, kwa kweli hizi ya mkosi hizi, mimi nililamika Mwejairege ukwepo, hili swali halikujibiwa. Na vikanuni hivi vya mkosi hivi vinatusumbua hapa. Mara ya kwanza tulikaa hapa tukasema hisa zinatosha zilizopo kiwandani. Baadaye sijui kikao kilikaliwa wapi, wakaanza tena kwamba tulipe hisa hapa. Hivi vyama vya ushirika vimebaki magofu. Vinatusumbua. Kwenye chai ni ngumu ushirika. Tungebaki na ofisi ambayo ilikuwepo mmoja wakati wa nyuma. Mpaka hapa tunakatwa shilingi 2. Unaona? Hii shilingi 2 hapa haifanyi kazi yoyote ile. Ni kuigawanya tu kwenye matumizi kwenye makaratasi basi. Hizi ya mkosi ziondoke. Hata mwenyekiti wa Rubutiko, kwa nini umeshindwa kuitoa hii shilingi 2 kuipeleka kiwandani? Kwa vile wale wanaingia hasara, kwa nini hamtoi hela hizi ambazo hazina shughuli hapa? Na unajua mwenyekiti wa Rubutiko, watu kutoka mwezi wa 5 mpaka mwaka mzima wanakula bure pale. Hili deni mnataka kutupandikiza sisi. Hivi mtu hata aliyeishia darasa la 3 sijui hata anaweza kukubali hili jambo? Yaani wasomi mnatutafuna. Mnatutafuna kweli. Yaani mnatuzalidisha upande wa chai. Tumekuwa watumwa kwenye nchi yetu. Na kwenye mfumo wa kilimo endelevu umezungumza vizuri sana kwamba mtu asinyanyasike. Zile sheria tunazichuka. Hebu kasome kama hujasoma ule mfumo wa kilimo endelevu. Sasa mnanyanyasa. Mmesema wewe sio mwanachama, usiwepo kwenye mkutano, usiwe nani. Yaani wakati mtu anakata shilingi 2 hii, anakata shilingi 5. Kwenye Rubutiko mbunge tunakata shilingi 3. Tuliridhia kweli kwenye mkutano mkuu wakati tulipo na Lazaro, tuliridhia zile hela. Tulisema tuwe na umoja hapa. Hizi ndio zinaendesha pale chai. Lakini huku wakajikanyaga pale kanisa ilikuwa hapo Mwejairege, mlishindwa hata kutoa majibu na mrajisi wa vyama vya ushirika. Mlishindwa kutoa majibu. Pale wakauliza wakasema akasema yule mwenyekiti wa nani wa bodi ya chai akasema hebu toa maelezo. Akaanza kujikanyaga mrajisi wa vyama vya ushirika. Nikasema elimu ilikuwa hivi. Mmeridhika hii? Wakasema sisi tukasema hatujaridhika. Kwa sababu gani? Mkosi hizi wakasema zinabeba chai. Zinapeleka wapi chai unayobebwa hapa? Kwenye Mwakaleli nzima hii tuna gari moja. Inaweza kabeba chai yote. Kwa kweli vyama hivi vya mkosi tangia tumeingia kwenye ushirika umetutafuna ndio tumefikia hapa. Tangia tumeingia kwenye ushirika. Na yule mzungu Andresi ni jeuri. Amewazidi. Pale shughuli yule anavyoendesha pale wengine tunazijua. Kuna wafanyakazi wengine walimkimbia. Hii biashara ya chai ya kiwanda cha Katumba kina faida kubwa sana mheshimiwa mbunge. Kubwa. Hebu tungeteuana tu hapa sisi wenyewe wakulima tukasimamia ile kampuni. Uone faida. Kwa kweli vile ni kumpe pole mheshimiwa mbunge kwa kujali na kuwa karibu na wananchi. Make kuondoka saa 8 usiku kwa ajili ya shughuli kama hii si hapa. Umeonesha kabisa kwamba uko jirani na wananchi na umeonesha umeiwakilisha serikali kwamba ni serikali sikivu. Poleni sana watu wa Rubutiko kwa kutojitambua. Nawapa pole kwa sababu wakati mwingine tutasema hata lugha ambazo ni ngumu. Kwamba yawezekana hamkusoma mlikuwa mnahama vyumba vya madarasa. Kijana wangu pale, hujajibu swali kwamba hilo deni litalipwa na nani. Umejikanyaga tu. Hapa hatuko kwenye comedy live. Umejikanyaga hujajibu swali kwamba hilo deni la bilioni 6 ni nani atakaye kuwa responsible kulilipa. Ndio maana niliomba kwamba usikae kwanza ili ulijibie kwanza. Watu wa Rubutiko mmeonekana kwamba hamko makini. Kwanza mngekuja na huyo mwenye kiwanda. Nyie imeonekana sio wawakilishi wa wakulima ila ni mawakala wa wanyonyaji. Kwa sababu mnaonekana katika kushusha bei wakati wa kututetea bei pande hamuonekani. Mmejikanyaga tu kwamba walisema 320 mlikana nani?
Mara mnasema waliposema hivi tulikuja hapa wananchi tumeona tuwaletee wananchi. Mbona mwanzoni hamkuja? Au mmeona maslahi yenu yamepungua? Hivi mnaroga gari mlilopanda nyie wenyewe. Tunakana nyie mitaani huku mkituhujumu. Mmependeza vizuri, si tumekaa kama mafungu ya nyongeza. Sasa kama kiwanda kinapata hasara, hebu kichukua hata hiyo shilingi 5 ambayo mnachukua nyie, kikafidie kule. Ndio maana hata mwanzoni mlianza vitisho kwamba wasishiriki wakulima wote, washiriki wanachama. Ukianza kuangalia wanachama hafiki hata 50. Ndio wanaotuma chai. Hivi nyie adha ya kilimo cha chai hamuijui? Mnamwakilisha nani? Mmekuwa mkituinda hata uko mitaani, fulani ndo anaongea sana, fulani ndo anaongea sana. Yetu tunaongea sana na tutawaongelea sana. Kwa sababu hatufanyi majungu, tunaongea kitu kilicho sahihi. Hebu fikiria sasa hivi mkulima alinunua mbolea, akajinyima, akafanya nini, akanunua mbolea. Nina mkulima mmoja jirani yangu alinunua mbolea zaidi ya milioni 1. Na yuko hata hapa. Lakini toka ameunga chai hajachuma. Hivi hamuoni huruma jamani? Lengo na kusudi letu kuja mahali hapa, tunataka kile ya chai hiyo ni 366, si kurudi nyuma tena. Kwa sababu upo mbunge wetu kajitahidi, baba yetu, tunataka tuungangane angalau ifike 400. Kwa hiyo uko kurudi, yani hatukubali kabisa. Ila pambana, tuende mbele, kurudi nyuma ni mwiko. Kwa upande wao viongozi wawakilishi wa wananchi, Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mpombo Anyosisi Njobelo, yeye amewataka chama kikuu hicho cha wakulima wa chai Rubutikoje kuhakikisha wanaweka mambo sawa na wakulima. Jambo la kwanza ni washukuru sana kwa maoni yenu. Ila nilichowaambia mara nyingi, ukitaka kuzungumza pointi nzuri siwe na hasira. Inaweza kapotea ukachanganyikiwa, lile zuri likapotea ukaja na nyingine baya. Mwe mnatulia. Na hapa mwishoni mmekubali kwamba hatutaki bei ya 250 na ngapi? Unaona hasira zote zile, lakini mmeishia mahali padogo. Figa 2 tu 250 na simenielewa hilo? Sasa mimi niwaambie hivi. Rubutikoje ni washauri. Kuna mapungufu kwenye ofisi yangu ninavyoona mimi kwenye ofisi yenu kule. Mlitakiwa mtuletee utaalamu, sio wa kutuletea bei. Mtuletee utaalamu mlipofikia kutoka shilingi 366 kuja 250, mmepunguza kwa 30%. Maana nyinyi ndio wakilishi wetu mlioko kule. Ni vigezo gani vilisema mpunguze kutoka 266 kuja 256? Ili tukiviona tuviangalie. Na mkopo umechukuliwa bilioni 6, ambapo kama na sisi tumo kwa 30%, wao wana 70%. Maana yake wao wamekopa bilioni 4 na milioni 200, sisi tumekopa bilioni 1 na milioni 800 bila kutushirikisha. Hili lazima muwe nalo, mlichambue katika hesabu zenu kulileta kwa nini mlifikia hapo. Lakini mmekuja kueleza kwamba malipo ya mkopo huo wa bilioni 6 yalikuwa ni kwa ajili ya kuwalipa wakulima chai yao, wadai wengine walilipwa, mlikarabati kiwanda. Kuja kwamba mlikarabati kiwanda, hizo gharama za kukarabati nani alitusaidia kuzipa analysis kwamba tuingie kwenye mkopo wa pamoja? Lakini pia wakati mnakopa bilioni 6 mlitegemea zitalipwa kwa kiasi gani? Tuitegemea kwamba baada ya kukarabati kiwanda ni kizuri, kitaenda vizuri, huenda bei ingeongezeka kwamba watu wachume kwa haraka ili tuweze kulipa deni. Matokeo yake sasa bei inashuka chini. Maana yake wakulima mnaondoa, wakiacha kulima chai mtalipa na nini? Kama hivyo hawajakaa muda wote hawajachuma chai. Lakini tunao taarifa kwamba kiwanda chenyewe kinachuma kwenye mashamba yake, kinasaga chai hapa. Kwa nini sisi hatuchumi? Ili mwitakiwa mwavute wananchi waelewe kwamba wao walikuwa wachumi kwa sababu 1, 2, 3. Lakini pili, mtueleze wakulima wa chai wadogo wanachangia kiasi gani kwa chai inayokwenda kiwandani, na yeye anachangia kiasi gani? Yule aliye mkubwa ndio lazima mjali, anachangia kwa wingi. Sidhani kama kiwanda kina shamba la kujaza kiwanda kile, haiwezekani.
Asilimia kubwa iko kwa wakulima wadogo dogo. Sasa hili jambo lazima mliangalie. Lakini nikienda mwishoni, wananchi wamezungumza mengi sana ambayo yamekuwa matia uchungu. Limeonekana kuna tatizo kati ya Rubutikoje na wakulima. Na nashukuru sana mmefanya mkutano hapa ufanyike kwa wote. Kwa sababu msingefanya hivyo msingeondoka hapa. Na mimi nilikuja makusudi kwa ajili ya ulinzi. Hivi kuna askari wangu hapo. Kwa sababu hali sisi kwamba wekeni watu wenu pamoja. Sasa ni waombe. Afisa ushirika. Hii ni swala la serikali. Tumelizungumza mara nyingi sana. Watu wanasema ushirika ni mbaya. Ushirika ni mzuri sana, ila wabaya wanaongoza ushirika. Hili ndio niwaambie kabisa. Ushirika mimi nimeusomea, nimeufikia mwisho, nimefundisha hesabu huko mpaka nimechoka kwa ajili ya ushirika. Usipotenda matakwa ya ushirika, utaharibia na wale wanataka kutegemea ushirika. Sasa hapa wanaposema ushirika mbaya ni serikali, lakini mwenye serikali akituondoa sisi wote hapa, akaleta wengine wanajua ushirika, utashangaa sisi tukapigwa mawe njiani. Kwa hiyo naomba mrudi. Rubutikoje mmeingia kwenye chai hii kupitia kwa mrajisi, lakini mkumbuke wakulima hawa walikuwa na hisa zao za RSTGA ambazo walikuwa nakatwa nzio zile mmezirithi kiwanda na zile hisa zilizokuwa 30. Sasa zile ni za hawa. Hata leo tukisema tuvunje kiwanda tulipe, tutarudisha kwa hawa. Zitapita Rubutikoje, zitarudi kwa mkulima mmoja na wengine walishafariki ambao mirathi yake inajulikana kiserikali. Sasa tusilete jambo likawa gumu. Kama mnataka mkutano watu waingie, pelekeni elimu ya ushirika kwa wananchi waelewe. Mkiona ni ngumu, na Wanyakyusa tuna tabia moja, tukitizamana wenyewe huwa tutambua tunazaruliana sana. Leteni mtu wa nje afundishe ushirika, awaambie faida. Kila unapotaka kufanya jambo, mueleze mtu faida na hasara zake. Unapomwambia tunapunguza bei, mueleze faida zake. Sasa mkisema amesema tuweke 256 kutoka 196 ili iweje? Kwa nini asiweke 370? Kwa nini irudi nyuma siende mbele? Yaani tuwe na kuna wazungu wanasema pros na cons, yani hasina faida na hasara za kila jambo. Waeleze tukifika 256 kwa mwaka mmoja tutakuwa tumefanya 1 2 3 tumefidia hili ndio tutahamia ile pale. Lakini pili, kwa nini tuondoke kwenye bei ya serikali? Sasa hao wananchi hawa wana matatizo. Ndio maana wameanza wanakuambia sisi tumesoma sana mpaka darasa 7. Hayo ni matusi kwa waliosoma zaidi. Maana yake nini? Wanaongea na wenzao walioko Mfindi. Nyie wenzenu serikali isemaje 366 na nyie sasa sisi tumesema 250. Kwa hiyo mna serikali yenu. Sisi mnaona ugovi tunaoleta. Lazima wanakwenda pamoja, wanawasiliana. Tuende sambamba. Nyie mngesema Rubutikoje ili kuamua jambo hili, turudi tukaulize wenzetu wa Njombe. Turudi tuanzie wenzetu wa Kagera. Turudi tuanzie wenzetu wa Tanga. Mnafanya nini wenzetu? Kutoka pale mkipata ile pointi mnasema hapana. Na nyie kwenye mkutano mngesema wewe mwakilishi unaenda kwenye hiyo bodi, kakatae hili jambo hili. Kwa sababu ya 1 2 3 4. Sisi tumeelewana? Tukifanya vitu kama hivi, wananchi ni rahisi sana kuongoza. Lakini tukiwalazimisha ndio wanatoa na siri zetu kwamba tunakaa mikutano, tunapata posho, hatuna mikutano, hatuchumi chai. Mnapata wapi? Mnahongwa. Kitu ambacho hakipo. Lakini sasa lazima kionekane kweli kwa sababu si mnaishi. Wanaona mnaishi kwa njia, lakini ukweli ni kupeleka kwa takwimu. Ili uendelee vizuri na mwananchi yeyote. Mtu akikuuliza ndani kwako kama sensi inavyosema, leo nyumba hii mlala wangapi? Unasema jana waliingia 3. Mimi sikuuliza waliingia wangapi. Nimekuuliza tumelala ili tujue idadi ya mliotoka hapa nyumbani. Unaanza hapana, nenda direct mueleze mkulima. Haya mambo mkiwaeleza wakulima hawa ni wepesi sana kuelewa. Lakini pia ombeni research wawasaidie ili tuboreshe chai tunakwenda wapi. Itawasaidia sana muinue kwa wakulima. Sasa mtu anasema tumia milioni 1 kwenye chai. Lakini au kama inawezekana yule hisa nazo nyingi anaendesha kiwanda, aseme mmoja peleke chai pale. Tuone watauziana bei gani. Atakuta gharama. Yote haya mkae nao vizuri kwa wananchi. Wananchi ni wazuri lakini ni wakorofi. Hasa ukitizama mtu kama hakutaki kutizama kwa sura, kila jambo zuri litakuwa baya kwako. Sasa Rubutikoje naomba mkanawe, mkakae vizuri na bodi yenu, mlijadili na inapokuwa kwenye vikao vingine, alikeni na wataalamu wengine wasaidie. Wataalamu wa sheria wawepo. Wakati mnaingia mkataba, nadhani yule mwakilishi wetu naye alisaini.
pale, kwa sababu kuingia mkataba kukopa 6 bilioni kufua kiwanda na kusema mwapoze wananchi kulipa ni hatari sana. Lakini serikali ya mara ya mwisho nakumbuka tumezungumza nayo tukuu, kama nilivyosema, tuna madai mengi. Hivi viwanda kwa historia tulionayo sisi, kama mimi, viwanda hivi ni mali ya wakulima, serikali iliuza wakati wa binafsishaji. Wao walikuwa na hisa hii, afu wakulima wakawa na hisa 8, jumla zikawa 9. Hasa kwa sababu wao ndio walitoa meneja wa TTA asimamie, wakauza. Hasa ndio watu wanadai viwanda vyetu, walimaliza deni viwanda hivi, walimuuzia mwingine. Ndio kesi ambayo itakiende mahakamani. Hii tungeenda nayo, naambia mpaka chai ingekwenda kuziwa Mfindi. Tusifike huko. Naye mbunge wa jimbo la Busokelo Lutengano George Mwalwiba, ambaye alihakikisha anahudhuria kikao hicho, amezungumza mengi na kuungana na wananchi kuhakikisha kwamba hawatoendelea kuchuma chai endapo bei itashushwa, bali mategemeo yao ni kuuza chai kwa bei ya juu zaidi ya ile awali. Kwa sababu limechukua muda mwingi, lakini tunajua jinsi ambavyo limezorotesha uchumi wetu na kuleta umaskini sana kwenye eneo la Busokelo na Rungwe kwa ujumla. Sasa kwanza, kimsingi kabisa, wenzetu hawa Rubutikoje wamekuja kuleta mawazo ambayo wao kimsingi wameshindwana na wao pia, kwa taarifa ninazozijua mimi wameshindwana na wao. Sasa mimi nasema hivi, haya mambo ya ushirika ameyasema vizuri Njobelo hapa, kwamba inawezekana tupate muda wa kuelimishana vizuri. Viongozi wa ushirika wajue kwamba wao wanatokana na hawa wakulima na sio upande mwingine. Hayo mambo tutakuja kuyazungumza, ila wanasema hata kama tunaweza tukasema Rubutikoje na AMCOS wana changamoto, lakini wanasema hivi, kuna nyakati saa mbovu inaweza kuonyesha majira sahihi. Kwenye hili nataka nimpongeze mwenyekiti wa Rubutikoje, kwa sababu nimekuwa nikilifuatilia kule Dodoma. Kwenye hili amekataa, na najua kwamba hata kwenye hili yeye kule amekuwa sio maarufu. Wamesema kwamba yeye ndio anayewachochea wakulima kwa sasa. Kwa sababu gani? Amesema hili la bei, mimi nafikiri tujakubaliana, sababu najua kulikuwa na shinikizo juzi. Amesema kwenye hili hatujakubaliana, tunakwenda kwa wakulima, watakachokisema tutarudi nacho. Kwa hiyo ndio maana nasema hata kama wamechelewa na kulikuwa kuna changamoto, lakini kwenye hili ndivyo inavyopaswa kuwa. Hawa wakulima ndio wenye mashamba, hawa ndio wanaojua machungu na maumivu na historia ya chai yetu. Kwa hiyo ni lazima tuwasikilize hawa. Lakini mimi ninachotaka kusema, wengi hapa mmezungumza, mmesema hawapo hata wajaja. Kwanza niseme mzee wangu Mwamkinga, hawa Watiko sio Watiko, tuseme Tatepa. Kwa sababu Watiko ni pamoja na sisi kwenye 30% zetu. Sasa mimi nilikutoa taarifa, niliongea na mheshimiwa waziri na nikaongea na viongozi kwamba ninakwenda, watakapofika kwenye jimbo la Busokelo na mimi nitakuwepo kwenye mikutano ya wakulima. Wakapeleka ujumbe, mwenyekiti kama ujumbe, wakapeleka ujumbe kwamba mbunge asije, sisi hatutaki siasa. Sasa mimi ndo mwakilishi wa watu wa Busokelo. Kwa hiyo wakasema mbunge hatumtaki kwa sababu huyu mbunge hatutaki siasa kwenye Busokelo. Sisi hatuongei siasa. Hawa wana Busokelo ndio wameniteua mimi niwasemee. Kwa mambo ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo mimi kuja huku ninakuja kufanya kazi walionituma. Nakuja huku kufuata, kusikiliza. Kulikuwa mambo yanakwenda vizuri, nisingekuja. Na ndio maana wamesema nimeacha majukumu mengine Dodoma na nimesafiri usiku kuja kuzungumza nao tujue hivyo. Kuna uonevu mkubwa sana katika swala hili. Na mimi wananchi ninawapongeza kwa kukataa swala la bei siku ya tumelikataa na hatujalikataa leo. Tumelikataa leo na wala hatulikubali. Na ndugu zangu, nataka niwaambie, tunamshukuru sana kwanza rais ameshughulikia kuona namna gani tunalipa madeni. Na lengo la rais na serikali ni kupandisha bei ya chai. Wakati tunajadili bei ya chai ipande kutoka 366 kwa sababu bado haina tija kwa mkulima, leo mtu anaturudisha kwenye 256. Huo ni mjadala wa namna gani? Hatuwezi kukubali mjadala wa namna hiyo. Na ndugu zangu, nataka niwaambie 366 imekujaje? Imekuja kutoka kwenye kitu kinaitwa mkokotoo. Wamepiga hesabu wakasema angalau, maana yake wakisema bei elekezi kwa lugha rahisi ndio bei ya chini ambayo inakubalika, lakini kibidi walipwe zaidi. Sasa leo wanatuambiaje kwenye bei elekezi ya serikali tulipo 256? Na hili jambo halikubaliki tu, ni jambo la uonevu ambalo tunawaonea wakulima. Na mimi nataka niseme na iwekwe sawa sawa, mnawadharau wazazi wetu, mnawadharau ndugu zetu, hata sisi waliotusomesha kwa chai mnatudharau pia. Haiwezekani. Hii ni dharau haikubaliki.
256 hawatauza. Ni bora hiyo chai kabaki kama jinsi ilivyo. Na inakuwa kubwa sana. Mimi nataka niwaambie, na tutaenda kuishauri serikali. Mimi nawaeleza, chai ni zao la kisheria. Watu wamebaki na chai na wengine wameshaharibu chai, wameshakata chai. Na huwezi kuwalaumu kwa mambo kama haya. Bado tunaendelea kuhujumu chai, tunahujumu serikali, tunahujumu uchumi wa nchi. Hili jambo likome sasa. Lisiendelee kuwa namna hii tunajadiliana. Lakini kitu kingine, hivi kwa nini tunafanya mambo ya namna hii? Leo hii watu wanasema kwamba fedha wamekopa pamoja na wakulima, wanalipa watumishi ambao hawajafanya kazi mwaka mzima, mashamba yanaharibika sana. Alafu leo tunakubaliana tunasema kwamba hizi fedha ni pamoja na kulipa watumishi wetu. Lakini TATEPA leo hii wanasaga chai yao kwa hela za mkulima. Mnataka mkulima alipe, lakini CRDB tunawauliza, wanasema sisi hatuwezi kutoa siri ya mteja. Kwa hiyo wao mteja wao ni TATEPA, sio wakulima hao. Sasa maana yake mimi nataka niseme CRDB, mimi nafikiri mwenyekiti wetu wa Rubutikoji hawapo, na mimi nitakwenda kuwaona watu kiwandani. Sisi hatudhamini kulipa hili deni. Kama ndio mtindo utakuwa namna hii, hatutalipa hili deni. Na sisi tutaendelea kuomba serikali, ikiwezekana, kishindikana tufike hata mahakamani. Kwa mfano sasa hivi kiwanda kisiendelee kufanya kazi, ni kiwanda chetu. Kiwanda kiendelee kufanya kazi kwa sababu hivi wewe mtu ni mkubwa kiasi gani? Serikali tarehe 3 mwezi wa pili tumeuliza swali bungeni. Mheshimiwa Suma Fyandomo ameuliza swali kueleza adha ya wananchi hapa. Amejibiwa kwamba ikifika tarehe 2 mwezi wa 3 wanafungua kiwanda. Leo hii mnakuja kuweka masharti kwamba mpaka ukubali 256 ndio tunafungua kiwanda. Ni kuwaonea wakulima. Na sisi hatutakubali. Na hili nao lisema hatutakubali, sio Busokelo tu, Rungwe nzima. Mwantona pamoja na wabunge wote tumekubaliana, sisi na wakulima hatukubali. Tunakwenda na msimamo wa serikali kwamba bei kwa sasa ni 366. Na ombi letu sisi wakulima, tunaomba serikali ikiwezekana bei iongezeke, sio bei ishuke. Kwa hiyo nilikuwa nataka niseme haya mambo hayakubaliki. Na ndugu zangu, nataka niwaambie, inawezekana wengine hamkubahatika kusoma, lakini mlijielewa umuhimu wa elimu. Mlitupeleka watoto wenu shuleni. Nyinyi mkiendelea kuonea wakati sisi tupo, haina maana. Chai jana imeuzwa dola 2.98. Ukibadilisha ni sawa sawa na shilingi 7,400 kwa dola, kwa kubadilisha shilingi 2,600. Hawa wanaosema biashara inakuwa mbaya, biashara gani meneja? Meneja, twendeni na sisi tukaangalie, kwani sisi tuko duniani hapa na sisi tumesoma. Hii bei naisema ni bei ya jana. Sijaangalia bei leo, jana. Lakini leo mkianza kudanganya watu, mnasema soko sio zuri, mnasema sijui vita vya Irani. Vita vya Irani vimeanza juzi, vimewatesa watu zaidi ya mwaka mmoja. Haiwezekani. Na sisi ombi letu, mimi nataka tukubaliane, waache kuendelea kufungua kiwanda chetu kwa sababu chai yetu haichukuliwi. Kwa hiyo wasimamishe kiwanda. Na wasipofanya hivyo, tutakwenda kumtafuta mwanasheria hata kwa gharama zetu. Atuende mahakamani afunge kiwanda kwa dharura. Hatutakubali kiwanda kisage chai wakati chai hii haitoki kwa wakulima. Hicho hatutakubali. Lakini kingine tunachotaka kusema ni kwamba lazima tukae tukubaliane kwa pamoja. Kwa ndugu zangu, wana Busokelo, wana Mwakaleli, mimi nataka niwahakikishie serikali nayo nia njema sana. Mimi jana nimeongea na waziri, nimeongea na naibu waziri, nimeongea na katibu, hata mkurugenzi amekupigia simu, nimeongea na mkurugenzi wa bodi ya chai. Lakini wao wote wamesema kauli ya serikali bei elekezi 366. Mwekezaji anatoka wapi? Lakini ndugu zangu, jambo ambalo hamlijui na linatupotezea muda, TATEPA wamesema wanataka kuondoka, hawana interest ya kufanya biashara, wanatupotezea muda. Kwa hiyo lazima tupate mwekezaji mwingine ili sisi wakulima tuililie serikali kwamba hakuna mwekezaji, sio huyu mwekezaji. Na hilo hatutakubali. TATEPA anachokifanya hatutakubali. Na hicho alichosema kwamba wamekopa fedha, hiyo fedha wanaitumia kule, alafu ndugu zetu mashamba yao yanaharibika na mnatesa watu. Watu wanaweka mbolea, alafu bado watu wanawekeza, wameandaa mashamba kwa gharama. Leo hii tunakuja kusema, nilikuwa naongea hapa na wewe, unaona, unasema hivi kweli, eti kweli gharama za kuchuma chai iwe 120, alafu sio gharama za mbolea shilingi ngapi? Hivi kweli kabisa tu hatumuogopi hata Mwenyezi Mungu? Tunasema mtu anabakiwa na shilingi 35. Shilingi 35? Hapana. Pia haiwezekani. Na mimi ninachowaomba, naomba kama mlivyokuwa watulivu kwenye mwaka mmoja, muendelee kuwa watulivu. Sisi wawakilishi wenu tutaendelea kusimama imara pamoja na nyinyi, na tutaiomba serikali ichukue hatua, ikiwa ni pamoja na kumleta mwekezaji mwingine. Huyo mwekezaji ameshindwa. Anakuja na style nyingine. Sasa leo
mwekezaji anatoa kauli, anasema hivi, kati ya mbwa na mkia yupi kipi kinatikisa mkia? Kwa hiyo anasema sisi ni mkia, yeye ni mbwa. Hebu leo tujiulize swali moja. Sasa serikali imeelekeza atekelezi, kati ya yeye na serikali nani mkia, nani mbwa? Kwa hiyo anataka kutukana serikali yetu. Hatutakubali kwenye jambo hilo. Lazima taratibu zilizowekwa na serikali zisimamiwe. Lazima serikali imesema, na hii bei hivi, mbona bei inalipa kwenye viwanda vyote? Kwa nini Busokelo? Watu wa Busokelo wanaonekaneje? Watu wa Rungwe wanaonekaneje? Mbona wenzetu viwanda sehemu nyingine kote wanalipana 366? Kwa nini sisi wanasema 256? Wameuza magari bila kuwashirikisha wananchi, na tunajua biashara ya ovyo wanayoifanya. Hayo magari wameuziana, na leo hii wanabeba chai kwa kutumia magari yao. Hiyo biashara wanambebesha mwananchi. Ndio biashara wanataka aje alipe. Leo wanasema tukalipe kwa 256 ili tuweze kulipa deni la CRDB. Na kwa sababu mwekezaji ametoka, sisi tunashauri CRDB pamoja na watu wa bodi tukubaliane kitu kimoja. Aje mwekezaji huyu anachotaka hizi fedha alipe kidogo, baki nazo. Na ikiwezekana yule mwekezaji anunue hisa zake, yule aondoke. Sasa huyu anasema kwamba mimi siondoki mpaka hisa zangu zinunuliwe. Yaani tumuumize mwananchi kwa mtindo huo. Hilo hatutakubali. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tuendelee kuwa watulivu. Sisi tutakuwa pamoja na ninyi bega kwa bega. Tutahakikisha kwamba tunasimamia maslahi yetu. Kwa sababu hata serikali imeshafanya hivi. Leo hii kama serikali imelipa madeni, hivi kweli walikwenda kukopa fedha CRDB wamlipe mkulima 256 badala ya 366? Hilo jambo halitawezekana. Kwa hiyo niombe sana. Na hili jambo la mwisho niseme, mwenyekiti wa Rubikoje na ndugu yangu Mwalingo, jamani, hili jambo muangalie. Kama kweli wakulima mnawakata chai, automatically wao ni wanachama. Kwa sababu mkisema za uendeshaji, ni fedha za uendeshaji wa chama. Nilikuwa namwambia hapa ndugu yangu, ukisema fedha za uendeshaji lakini hatukutambui, ila tunachukua fedha zako za uendeshaji wa chama, hapana, impliedly ukiangalia kisheria huyo ni mwanachama. Na ndio anachokisema pale ndugu yangu Nyerere kwamba hebu tukae pamoja tuone namna gani ili sasa Rubikoje tuijenge iwe na nguvu zaidi, ili kama tunajenga tukubaliane mfumo mpya wa kuwa na ushirika ambao utakuwa unatokana na sisi na unasema kwa nguvu kwa kumwakilisha mwananchi na mkulima. Hilo ndio nilikuwa nalisema ndugu zangu, lakini niwape pole tena, lakini nataka niwaambie bunge likianza tumeshasema na tumeomba, tunataka tukaonane. Tumemwomba mheshimiwa waziri kwamba tuonane naye na ikibidi tumshirikishe hata waziri mkuu kuhusu hili jambo la chai, kwa sababu serikali imetoa tamko bungeni. Hivi kuna mtu gani mwingine anakwenda tofauti na matamko ya serikali? Na sisi bunge likianza tutaikumbusha serikali, na mimi niwahakikishie kwamba serikali bado inayo dhamira njema ya kumkomboa mwananchi kutoka hapa tulipo kwenda mbele zaidi. Tuna mazao ya kimkakati matano, tuna chai, tuna kahawa, tuna korosho, tuna chikichi na katani. Mazao matano. Ndugu zangu, zao ambalo kila siku linaonekana liko hoi, mwelekeo wake ni chai, kwa sababu ya mambo haya ambayo yanafanyika ya ovyo ovyo. Lazima tukubaliane sasa tuikomboe chai, lakini vinginevyo watu wataharibu chai na tutakuwa tumehujumu uchumi wa nchi yetu. Lakini chai watu wanasema ni zao lao la kihistoria. Hao wote mnaowaona wamesoma kwa ajili ya chai, wametibiwa kwa ajili ya chai. Ndio utamaduni, na dunia nzima yako mazao ya kiutamaduni. Sisi kwetu Busokelo chai. Mimi nikushukuru sana pia mheshimiwa diwani. Wamesema nikupe pole, unahangaika nao muda mrefu. Nakupa pole, lakini ndio wajibu wake. Ndio wajibu wake, na mimi nimpongeze kwa kutimiza wajibu wake vizuri. Sisi tukija kusema na kuwasikiliza ninyi, manake tunaitikia wajibu ambao mmetupa. Na mimi nataka niwaambie muendelee kutuombea, tusimame pamoja na nyinyi kwa kutimiza wajibu wa kusimama pamoja na wananchi kwa ajili ya kupeleka mbele Busokelo yetu. Mungu awabariki sana, poleni sana, lakini wahakikishie kwamba jambo hili litafika pazuri.